Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu namba 86 la mkoa wa Tanga linaomba kuidhinishiwa jumla shilingi bilioni 582,384,621 na 476. Kati ya fedha hizi shilingi bilioni 393,117,502,121 na nukta 22 ni matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizi za matumizi ya kawaida shilingi bilioni 328,238,297 ni mishahara na shilingi bilioni 64,879,205 121.22 ni fedha kwa ajili ya matumizi mengineyo. Shilingi bilioni 139,267,119,358 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizi za miradi ya maendeleo shilingi bilioni 85,171,050,358 ni miradi ya maendeleo kwa fedha za ndani. Shilingi bilioni 60,702,192 ni fedha za maendeleo kutoka serikali kuu na shilingi bilioni 24,468 ni fedha za mapato ya ndani ya halmashauri. Ukisoma kuanzishwa kwa miradi ya kimkakati, kwa nini hapa tusiweke wazi kwamba viwanda hivi kwenye halmashauri zetu 11 tunakusudia kuweka kiwanda cha kuprocess machungwa Muheza, ili tuweke energy hiyo kwamba mwaka huu lazima tukaweke kiwanda cha kuprocess machungwa Muheza. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ukitoka Mombasa hapa Horohoro Jua Kali mpaka Busia mpaka Amboko kule Kenya na Uganda, hapa katikati kote Nakuru sijui Kakamega, ukipita kila kilomita 5 kukosi viwanda vidogo, na ndio maana Wakenya wanakuja kuchukua bidhaa zetu hizi, wanakwenda kuziprocess alafu wanaweka taito zao. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama tuko serious na hili jambo, tujaribu kubainisha hivi vitu ili kweli vije kwenye uhalisia. Nataka nishauri kwenye kuongeza mapato. Kwenye kuongeza mapato, sisi kuna hoja tulijenga kule bungeni kwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi kuhusiana na Tanga. Tanga tuna sehemu kubwa mbili, tuna Mkinga pamoja na Pangani, kwamba sasa kuwe na bandari za mifugo. Bandari za mifugo yote inayokwenda sehemu mbalimbali za nje ya nchi na visiwani, basi ipitishwe kwenye hayo maeneo mawili. Kwa hiyo watu wa Mkinga na watu wa Pangani watakuwa walichukulia hili jambo, litakuwa sehemu kubwa sana ya kuongeza mapato kwenye mkoa wetu huu wa Tanga na shughuli za kiuchumi kukaa vizuri. Jambo jingine kwenye viwanda, Mheshimiwa, tumesema kwamba amesema mwenyekiti wa halmashauri ya Korogwe kwamba hatuna eneo tuliloliwekea mkakati maalum kwamba tuanze na kiwanda gani. Mimi kila nikiangalia roho inaniuma na sikia uchungu kuona kiwanda cha chuma kimekufa, waliobinafsishiwa hakuna kinachoendelea. Tuambiwa kwa wiki kutoka roli moja. Kiwanda kama kile kilichokuwa kinazalisha misumari, kinazalisha nondo bora kabisa, mpaka leo hatujui nini kinachoendelea. Mimi naomba tuanze na kiwanda hiki, na katika kikao kimoja mkuu wa mkoa alisema tutakutana na hawa waliobinafsishiwa viwanda, wamiliki wake, waeleze wana matatizo gani, kwa nini viwanda haviendelee. Viwanda vilifufuka tena. Mheshimiwa mbunge tulikwenda naye siku ile alipokuja waziri, tukaenda tukakuta kiwanda cha chuma kikajidai kinafanya kazi, baada pale haijafanya tena, na hata leo ukienda Mheshimiwa hakuna kinachoendelea. Sasa huu usanii hatujui ni lengo ni nini kwa kweli. Kila ikitokea kutaka kunini wanaanza kujaribu kuzalisha, wanachukua raw material ya Arusha wanaileta hapa, wanajifanya wanazalisha, baada ya raw material kuisha kiwanda kinafungwa. Kwa hivyo Mheshimiwa mbunge, mimi nikuambie, tumwambie huyu bwana, sisi tuliamwamini na waziri wa viwanda na biashara akaonyesha anazalisha, baada hapo uzalishaji umeisha. Sasa wanatukwaza kwa kweli.